tujifunze. Karibu, karibu, karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu, karibu. Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na nakukaribisha katika kipindi chetu ambacho tunaendelea nacho. Tunaendelea na somo linalosema misingi 10 ya kanisa linalokuwa, na sasa tupo kwenye kile kipengele cha mafundisho ya neno la Mungu ndani ya kanisa. Mafundisho ya neno la Mungu ndani ya kanisa. Na kipengele kilichopita tulijifunza uhai wa neno la Mungu, kwamba neno la Mungu sio kitu cha kawaida. Neno la Mungu ni kitu ambacho kiko hai, kwa sababu ni chapa ya nafsi ya Mungu. Unajua nashindwa kutumia kopi kwa sababu basi kama ni kopi ni original copy ya nafsi ya Mungu. Na tulisema nafsi imebeba vitu vitatu. Akili ya Mungu maana yake iko pale, maamuzi ya kimungu yako pale, hisia za kimungu kwa maana ya furaha, amani, zile za kimungu zote ziko mle ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana Ayubu akasema mjue sana Mungu ili upate kuwa na amani. Kwa hiyo vitu vyote vya Mungu, kama mtu anataka kuishi maisha ya Mungu, lazima hakikisha kwamba hiyo mbegu inapandwa ndani yake. Kisha pandwa ndani yake inazalisha hizo tabia za kimungu. Sasa leo tunaendelea na kipengele kinachofuata, ni kipengele ambacho kinasema nguvu iliyopo ndani ya neno la Mungu. Baada ya kuangalia uhai wa neno la Mungu, neno la Mungu lina nguvu. Hebu tuangalie maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba Waefeso ile 6 mstari ule wa 13, kwa sababu hiyo twaani silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda siku ya uovu, na mkisha kuyatazama yote kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli moja hiyo viunoni mwenu, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu ya utayari tupatayo kwa injili ya amani. Utayari zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokee chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa silaha zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hili na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Sasa kuna kitu nataka nikwambie hapa. Kwa nini nimesoma hili andiko? Nataka nikwambie hichi kitu. Ukielewa kitakusaidia kwamba silaha za kiroho au silaha za Mungu ni tabia za Mungu. Yaani ukitaka kuona Mungu anafanya kazi ndani yako, au hizi silaha zilizotajwa hapa zinafanya kazi ndani yako, ni lazima hizi silaha zilizotajwa hapa ukiangalia vizuri ni tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ndiyo silaha za Mungu. Sasa tabia ya Mungu huwezi kuwa nayo bila kuwa na tunda la Mungu ndani yako. Huwezi kuwa mtu wa haki. Unasema kwamba haki, kweli, imani, sio nini, vyote vilivyotajwa hapa ni tabia za Mungu, ambazo hizi tabia ni lazima hakikishe zinazalishwa ndani yako. Hizi tabia haziwezi kutokea kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kimtokacho mtu. Bila kuwa na madhabahu ya Mungu ndani yako ni vigumu kutembea kwenye hizi silaha zote. Huwezi kuomba, huwezi kujifunza neno la Mungu, huwezi. Neno la Mungu ambalo ni nini? Ni upanga wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitu kingine. Tena ipokee chapeo ya wokovu, ambao ni nini? Ni upanga wa Roho Mtakatifu. Na huo mstari wa 16 nasema zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Hawezi kuwa na imani, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema upanga wa Roho, tena mkiipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Hebu angalia. Huwezi kuwa, Roho Mtakatifu hawezi kufanya kazi kwa sababu hana upanga. Hana upanga ndani yako. Roho Mtakatifu aliyo ndani yako hana upanga. Upanga ni nini? Ni neno la Mungu. Imani ni nini? Ni neno la Mungu. Kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Haki ni nini? Ni neno la Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo silaha za Mungu au silaha za kiroho za Mkristo ni tabia ya Mungu. Ile tabia ya Mungu kisha kuwa imepandwa ndani yako kwa njia ya neno la Mungu, ndipo unapoanza kuona matunda ya kile ambacho kimeingia ndani yako. Unaanza kuona nguvu ya Mungu ikifanya kazi, unaanza kuona imani ikifanya kazi, unaanza kuona zile tabia za haki, sio za kulazimishwa. Ni mtu wa haki. Yaani usipotenda haki unaona unajisikia hukumu, kwa sababu ndani yako madhabahu yako ninakuongoza kutenda haki. Unaona umekosea. Kwa ili kanisa liweze kukua, ili kanisa liweze kuongezeka kiroho, ni lazima likubali kutembea kwenye silaha za kimungu ambazo ni tabia ya kimungu ambayo inaanzishwa na neno la Mungu linapokuwa imeingia ndani yetu. Kwa sababu neno hilo likishaingia ndani yetu halibaki tena kuwa neno, linabadilika linakuwa roho. Maana Yesu alisema maneno yanayoambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo linabadilika linakuwa roho. Ikisha kuwa roho linazalisha zile tabia, kwa sababu tumejifunza kwamba ni chapa ama kopi ya nafsi ya Mungu. Na nafsi ya Mungu maana yake imebeba tabia zote za kimungu, ndizo zinazoanza sasa kufanya kazi ndani ya mtu. Hatimaye mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa nini? Kuna kitu kipya kimeingia ndani yake, kimefanya operation, kimetoa zile madhabahu zilizokuwa zinamuongoza huyu mtu. Na mwisho wa siku sasa huyu mtu anakuwa anaongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu na neno vinatembea pamoja. Ndio Biblia inatuambia hivi. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 10. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili ile sura ya 10, maandiko matakatifu yanasema kwamba maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana yake tukipindua yale mawazo ya zamani yaliyokuwa ndani yetu, tukiondoa zile fikra mbaya zilizokuwa ndani yetu, tukitoa zile tabia zote, yale makao, yale magano, vile vitu ambavyo vilikuwa vinatumiliki, tukisha viangusha, Biblia inakwambia silaha zetu zina nini? Zina nguvu katika Bwana. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kuwa na nguvu ya kushindana na shetani ikiwa Mungu hayuko ndani yetu. Kwa hiyo Mungu, ndio maana Paulo anasema tunayaweza yote katika tutie nguvu. Lazima Mungu awepo ndani yetu. Na Biblia inasema kanuni kwamba tukiangusha hivi vitu vyote, hii madhabahu ya giza ikiondoka, ile madhabahu ya Mungu inayoingia ndani yetu kupitia neno la Mungu, ndio inatuwezesha sasa kustawi. Ndio inatuwezesha sasa zile silaha ambazo tumeziona katika Waefeso 6 zinaanza kufanya kazi. Haki inaanza kufanya kazi. Imani inaongezeka. Mtu anakuwa wa kweli, upendo unaongezeka. Tabia zote zile za kimungu, zile tabia zote za kimungu, Mungu ameahidi kwa yoyote anayetembea kwenye zile tabia za kimungu atabarikiwa, ana heri. Mungu atakuwa upande wake, kwa sababu zile ndizo Mungu anasema naliangalia neno langu, kwa sababu ni tabia zake analiangalia apata kufanyaje? Kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu angalia. Ukisoma ile Yohana sura ile ya kwanza, Injili ya Yohana ile sura ya kwanza inatuambia kwamba ndani yake ndimo kulimokuwemo uzima, nao kule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ile andiko wanga linalibariki sana. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa nini? Nuru ikishaingia, kiwasha taa mahali, lile giza lililokuwa linafanya linakimbia. Ni vigumu sana giza likakaa mahali ambapo kuna nuru. Nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Ukiona mtu bado ana vitu vya giza ndani yake, maana yake hajakubali kuwasha nuru, hajafungua mlango. Unajua Bwana Yesu anasema tazama nasimama, ile Ufunuo 3:20, tazama nasimama nabisha, mtu akisikia sauti na kufungua mlango, nitaingia ndani kwake, nitakaa naye pamoja na nitakula naye pamoja na. Kwa hiyo Mungu anataka tushirikiane. Unaona, Mungu anataka tushirikiane ili aweze kutuongoza, aweze kutupa yale mema aliyotukirimia. Paulo anasema kupitia neno la Mungu, Wakorinto wa pili ile sura ya 4 mstari ule wa 6 anasema kwa kuwa Mungu alisema nuru itang'aa toka gizani, ndio iliyong'aa mioyoni mwetu. Mungu alisema nuru itang'aa toka gizani, ndio iliyong'aa mioyoni mwetu. Ndio iliyong'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo. Unaona? Mungu aliahidi kwamba nuru itang'aa, itamulika mioyo yetu. Ikisha mulika mioyo yetu tutapata nini?
tutapata ufahamu, tutapata hekima, tutapata uelewa, tutapata elimu ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo vile vitu vyote vinaanza kuondoka. Tunapata, kuna mahali Petro anasema kwamba yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Yaani maana yake neno la Mungu kumbe ni chakula cha akili, unaanza kupata ufahamu. Unaona? Kwa hiyo hii nuru ikimulika ndani yako, ikiingia ndani yako, inaondoa vile vitu vyote ambavyo ni vya giza. Kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha. Neno la Mungu lina nguvu ya kutoa vile vifungo vilivyokuwa vimefunga mtu, kama ni hasira, kama ni chuki, kama ni visasi, kama ni huzuni. Vyote hivyo, tabia zote zile za giza zinaondoka kupitia neno la Mungu. Kwa neno la Mungu lina nguvu ya kuvunja kazi za shetani na kupandikiza mbegu mpya ambayo ni ya neno la Mungu, ambayo inaleta tabia za kimungu, inaleta ushindi, inatufanya silaha zetu za kimungu ziweze kufanya kazi. Na ndio maana kuna wale ambao unakuta wanapitia vita ya nguvu za giza, wanasumbuliwa na mapepo, wanasumbuliwa na majini. Ukitaka kumsaidia huyo mtu, sio tu kumwombea kila siku, lakini mfundishe kujua neno la Mungu. Neno la Mungu likishaingia ndani yake, linapindua zile madhabahu ambazo ziko ndani yake, zinazoleta ni kama viwanja vya ndege, zinazosababisha shetani anatua. Kwa hiyo zile madhabahu zote zikishavunjwa, huyo mtu, madhabahu mpya inajengwa ndani. Kwa hiyo shetani hawezi kusogea mahali ambapo kuna nuru, giza haiwezi kusogea mahali ambapo kuna nuru. Kwa hiyo njia pekee ya kumsaidia ni kuhakikisha kwamba anajazwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linakuwa sasa limeenea, ile kambi inakuwa imetekwa tena, sio kambi ya shetani. Kwa hiyo adui hawezi kusogea, hata kama ni kande, kama simizi wameingia mle ndani, wewe usihangaike kutoa moja, chukua kile chungu, weka kwenye moto. Ukishaweka kwenye moto, utaona tu, yani watahangaika, kila mmoja atajua atatoka kwa wakati gani. Kwa hiyo ukitaka kumsaidia mtu wa namna hiyo, wewe mfundishe kulijua neno la Mungu, mfundishe kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu likishaingia ndani yetu, linabadilisha makao ya ndani yetu, linasafisha. Ndio maana mtu akiwa hajaokoka bado, unaweza kukuta mtu ana sura, mtu amezeeka, lakini neno la Mungu akishalipokea, anaanza kuwa mtu anaanza kubadilika, anaanza kupendeza, anaanza kurudi kijana, kwa sababu neno la Mungu lina nuru, linambadilisha. Unaona vitu kama hivi, unakuta mtu anabadilika, hata kama alikuwa ni mtu ambaye hana ufahamu mkubwa sana kiasi hicho, lakini akili inaanza kubadilika. Unaona, anaanza kuwa mwelewa. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linakuja na package ya vitu ambavyo vinabadilisha kwa jumla tabia ya mtu na maisha ya mtu. Mungu akubariki sana, tukutane kipindi kinachofuata. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze.